Ni shangwe na nderemo kutoka kwa wananchi wakifurahia utambulisho wa mradi wa maji katika eneo lao, ikiwa ni kilele cha maadhimisho ya wiki ya maji ambayo imeanza Machi 16 mpaka Machi 22. Mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Songea SOWASA wametambulisha mradi wa maji katika kata ya Lisaboni, eneo la London, na kata ya Lilambo katika eneo la Sinai na eneo la Mang'ua. Akizungumza na wananchi kwenye mikutano ya hadhara katika kata hizo, kaimu mkurugenzi wa uzalishaji SOWASA Engineer Jafari Yahaya alikuwa na haya ya kusema. Eneo jingine kubwa halijafikiwa na huduma ya maji. Kwa hiyo mamlaka ambayo ni SOWASA inataka kutekeleza mradi wa maji wa upanuzi katika mtaa wa Sinai na London. Tumechanganya hii miradi katika mitaa yote miwili kwa pamoja na katika manispaa ya Songea. Mkataba wa utekelezaji mradi huu ulisainiwa tarehe 13 mwezi wa kwanza 2025 kati ya SOWASA na mkandarasi Estate Contractors Company Limited na kuanza kutekelezwa kipindi cha mwaka mmoja kuanzia tarehe 14 mwezi wa pili 2025. Mradi huu unalenga kuboresha upatikanaji wa maji safi kwa wakazi 5883 wa maeneo haya ambao wamekuwa kikabiliwa na changamoto ya upatikanaji wa huduma ya maji kwa uhakika. Lengo la mradi. Lengo kuu la mradi ni kuongeza upatikanaji wa maji safi na salama kwa wakazi wa Sinai na London kwa kuhakikisha kuwa: moja, kuboreshaji wa miundombinu ya maji kwa kusambaza mabomba mapya ya maji; mbili, kuongeza kiwango cha maji kinachotolewa kwa wananchi kwa ufanisi na uhakika; na tatu, kusaidia kuboresha hali ya maisha ya wananchi na kwa kupunguza umbali wa kutafuta maji. Shughuli ambazo tunategemea kufanya katika mradi huu, kwa sababu unahusisha Sinai na London. Kule Sinai tutachimba visima viwili na kufunga pampu katika eneo la Sinai. Pia tutajenga nyumba za pampu 2. Alafu tutajenga tenki la lita 200,000 katika eneo la Sinai. Alafu tutafanya ujenzi wa mtandao wa mabomba makubwa na madogo ya usambazaji maji kilomita 64.9, ambazo kilomita 20 kwa ajili ya London na kilomita 44.9 eneo la Sinai na Mang'ua. Na mwisho kufunga mfumo wa kutibu maji katika eneo la Sinai. Mheshimiwa Mwenyekiti, gharama ya mradi huu ni shilingi bilioni 1,596,627,675. Fedha hizi zinagharimiwa na serikali ya Tanzania kupitia bajeti ya maendeleo ya sekta ya maji kwa mwaka wa fedha 24-25. Mheshimiwa Mwenyekiti, faida za mradi huu: moja, itaimarisha upatikanaji wa huduma ya maji kwa wakazi wa Sinai na London. 2, itapunguza magonjwa yanayotokana na matumizi ya maji yasiyo safi na salama. 3, itaboresha hali ya usafi wa mazingira na maisha ya wananchi kwa ujumla. Na 4, kupunguza muda unaotumika kutafuta maji hasa kwa wanawake na watoto. Mheshimiwa Mwenyekiti, mradi huu unatekelezwa kwa kushirikiana na serikali pamoja na nyinyi wananchi ili kuhakikisha kwamba upatikanaji wa maji safi kwa wote. Tunaomba wananchi wote wa Sinai na London kushirikiana kwa karibu na SOWASA katika kutekeleza mradi huu kwa manufaa ya sasa na vizazi vijavyo. Kwa upande wake, diwani wa kata ya Lilambo Yobo Kusave Mapunda alikuwa na haya ya kusema. Watu wenye kiu ni kazi kubwa sana, lakini namshukuru Mwenyezi Mungu, Engineer Jafari, ninadhani takriban miaka 2 nyuma au 3 tumekuwa tukibishana kweli kwa mradi wa maji Sinai na Mang'ua. Na namshukuru Mwenyezi Mungu, kafika mahala kaleta watu wa kwanza, watu wa bonde, tukaenda hadi kuangalia kisima kule, nikaona haitoshi. Tumekaa tena mmefanya na upembuzi yakinifu, mmefika wakati ukaniita ofisini ukaniambia sasa Sinai na Mang'ua inakwenda kuwezekana. Nimeendelea kukushukuru zaidi wewe pamoja na watumishi wote wa SOWASA. Hawa wananchi wa Sinai ndio wapiga debe na ndio wananichagua mwajiri wenu mkuu, maana ya Mama Samia. Wewe kila wakati walipoona nakosa maji, basi wanaenda kupiga kura kwa wakiwa na kiu. Lakini leo tunaamini
Mama Samia hana deni kwa watu wa Mang'ua na Sinai. Uongo kweli? Mama Samia hana deni. Kilichobaki sasa sisi ni kwenda kumhakikishia tunalipa deni mwaka huu kwa kumpa kura nyingi na za kutosha. CCM moja. Ninaamini mmeona mafuta yameanza kazi, sio hivyo? Lakini leo tutakuja kupata maelekezo kamili kutoka kwa injinia pamoja na wataalamu wake. Wamefanya kazi usiku na mchana, wametumia akili kuja kuona wapi wanapata chanzo na wapi wanapata maji ili wananchi wote mje kupata maji na safi. Na kazi ya leo watakuja kuhakikishia namna gani wataifanya hii kazi, muda gani ili ukamilike mradi, lakini kikubwa pia kuja kuwaambia huu mradi hauna fidia. Isije maana bomba linapita kwenye mahindi, wao wakasema mahindi hapa ilipopita bomba tunaomba tulipwe fidia. Huu mradi hauna fidia. Wananchi sisi ndio wenye kiu. Mama Samia katuona, katuletea pesa. Kazi yetu sisi twende tukapishe maeneo yanayopita mradi, tupishe mradi uendelee kufanya kazi. Sinai na Mang'ua oye! Na tuone wenye vitu wa serikali kama alivyosema mwenyekiti wangu wa LRT, kandarasi yuko saini na anakuwa na mjengeo rafiki, muwe naye karibu pale. Tunapoona kuna changamoto tupigiane simu, tutajulisha watu wa mamlaka, watakuja kukusaidia. Watu wa mamlaka wanatupenda sana, na hata hivyo bado naendelea kufanya nao kazi. Kwa mfano kuifusi leo mradi wanaosimamia wao, naendelea tena kumsumbua injinia wangu Jafari pamoja na mkurugenzi wa SWASA, watu wanadishia ile iteke, watakuja nyingine na SWASA, na hii inaweza kuwezekana kwa wakati huu, lakini wamekubaliana kwamba sisi tutambele kwa aidha wakati au wakati ile iteke ile tunakwenda kuibadilisha, wanakwenda kujenga nyingine. Kwa hiyo mimi binafsi yangu nilikuwa nafunga na kuomba ili watu wa Sinai waje wapate maji. Maombi haya yamekwenda kukamilika. Kama alivyokuwa nafunga Mama Kayombo, kama mlivyokuwa nafunga mabalozi wao, huu mradi ni wenu. Hauna haja leo mmeshangilia kwa bidii, lakini tuwape ushirikiano wale wanaokwenda kufanya kazi. Namshukuru Mheshimiwa Rais, namshukuru Mheshimiwa Mbunge, na vile vile ninawashukuru watendaji wote wa SWASA kwa design yao na kukamilisha kila kitu na mkataba ushasainiwa. Leo sisi tunasema tukana kwa jina lolote, kwa kauli yoyote, kwa lugha yoyote, naomba muda sasa mwanze kurudi. Kuanzia sasa njoo kwenye chama, nenda kwa diwani Loda yuko Msabiri Mapunda, mwambie Bwana wangu na Mungu haya wewe. Hiko ndio Chama cha Mapinduzi. Hiko ndio chama. Kila jambo lina wakati wake. Usitegemee mambo kwa Mungu, kitu hiki utapewa leo. Hili haiwezekani katika ulimwengu. Hata Yesu yale mambo mengine alisema, subiri muda ukifika, nitafika kumfufua Lazaro. Alienda kumfufua Lazaro. Tuwe na imani, tuwe na matumaini. Hakuna chama kingine kitakachoweza kuwatekelezea hii mambo zaidi ya Chama cha Mapinduzi.